Mheshimiwa Spika, katika kuzungumzia huduma za kijamii, niruhusu nianze na sekta ya elimu. Pamoja na kuendeleza kazi nzuri ya ujenzi wa miundombinu katika sekta ya elimu, serikali imeboresha sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2024 na mitaala ya elimu katika ngazi ya elimu ya awali, msingi, sekondari na elimu ya ualimu ili kuimarisha utoaji wa elimu katika ngazi hizo na kujielekeza kutoa elimu ujuzi kulingana na mazingira ya nchi na mahitaji ya soko la ajira. Mheshimiwa Spika, vile vile serikali imeongeza bajeti ya sekta ya elimu toka shilingi trilioni 4.74 mwaka 2020-2021 hadi shilingi trilioni 6.16 mwaka 2024-2025 iliyosaidia kuimarisha miundombinu pamoja na kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Pamoja na mambo mengine, serikali imejenga shule 26 za sekondari za sayansi za wasichana kwa kila mkoa, shule 7 za sekondari za wavulana za sayansi kila kanda na shule 103 za sekondari za mafunzo ya amali na ufundi. Lakini vile vile serikali imeongeza vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari kutoka madarasa 191,708 mwaka 2020 hadi madarasa 254,393 mwaka 2025. Aidha, serikali imeboresha shule 274 za michepuo ya kilimo na shule 28 za michepuo ya biashara. Imetoa vifaa vya kisasa katika shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundishaji amali na imekamilisha ujenzi wa nyumba 1792 za walimu, maabara 638, maktaba 1128 na mabweni 1000. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6 na imeongeza bajeti ya mpango huo kutoka shilingi bilioni 312.06 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 796.58 mwaka jana 2024. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa wanafunzi walionufaika na mpango huo kutoka 14,940,925 mwaka 2020 hadi 16,155,281 mwaka 2024. Vile vile katika kuhakikisha kila Mtanzania anapata fursa ya elimu iliyo bora, serikali imewarejesha shuleni wanafunzi 18,347 waliokatiza masomo kutokana na sababu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza falsafa ya siachwe mtu nyuma katika elimu na kuandaa mkakati wa taifa wa elimu jumuishi nchini kwa mwaka 21-22 mpaka 25-26. Mkakati huu utaboresha mazingira na utoaji wa elimu jumuishi kwa kuongeza nafasi ya mafunzo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum pamoja na kukamilisha ujenzi wa shule jumuishi za mfano zikiwemo Lukuledi mkoani Mtwara, shule maalumu ya sekondari Patandi mkoani Arusha na shule jumuishi ya mfano ya awali na msingi ya sekondari Mbuye iliyopo mkoani Geita. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza msisitizo kwenye ujuzi, serikali imeongeza vyuo vya ufundi stadi kutoka 662 mwaka 2020 hadi 860 mwaka 2024. Yaani ongezeko la vyuo 198. Jitihada hizo zimeongeza udahili katika vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi kutoka wanafunzi 344,815 mwaka 2020 hadi 46,521 mwaka 2025. Vile vile imekamilisha ukarabati wa vyuo 10 vya VETA na 6 vya ufundi stadi na huduma za utengamano wa watu wenye ulemavu katika mikoa ya Tanga, Tabora, Singida, Dar es Salaam na Mtwara. Vile vile tumeanzisha vituo vya umahiri hususan katika sekta ya
nishati, kilimo na usindikaji na usafirishaji, tehama na viwanda vya uzalishaji vilivyopo katika mkoa wa Arusha, Dar es Salaam na Mwanza. Mheshimiwa Spika, serikali imeongeza mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 784.4 mwaka 2025. Kutokana na hatua hii, idadi ya wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu imeongezeka toka wanafunzi 142,170 mwaka 2020 hadi wanafunzi 248,332 mwaka 2025. Aidha, programu ya ufadhili inayojulikana kama Samia Scholarship imeanzishwa na hadi sasa imewafundisha jumla ya wanafunzi 1,343 waliojikita kwenye somo au masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi, hesabu na afya. Zaidi ya hapo, tumeanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi ya stashahada wanaosoma fani za kipaumbele zikiwemo afya, sayansi ya ufundi, ambapo shilingi bilioni 19.95 zimetolewa kwa wanafunzi 7,534. Vile serikali iliondoa tozo ya 6% kulinda thamani ya fedha kwenye mikopo ya wanafunzi wa vyuo vya juu. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.